58 zimeondoka baada ya kugonga 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, na muda huu hapa na kusogezea habari za michezo kwa asubuhi ya leo. Dar es Salaam. Azam FC imekumbana na rungu la adhabu kutoka shirikisho la soka Tanzania TFF kufuatia matukio yaliyotokea baada ya fainali ya kombe la shirikisho la CRDB lililopoteza kwa bao 1-0 dhidi ya Simba. Kamati ya mashindano ya TFF iliyokutana jijini Dar es Salaam ilipata taarifa ya mchezo huo uliopigwa Julai 4, 2026 kwenye uwanja wa Gombani Pemba na kutoa uamuzi dhidi ya Azam pamoja na baadhi ya wahusika wa benchi la ufundi na wachezaji wake. Klabu hiyo imetozwa faini ya shilingi milioni 50 kwa kosa la kugomea sherehe za kukabidhiwa zawadi ya mshindi wa pili baada ya mchezo huo wa fainali kuisha, adhabu inayohusisha kanuni ya 27 sehemu ya 7 ya ligi kuu. Senegal. Shirikisho la soka la Senegal FSF limemfuta kazi kocha mkuu Pep Thiaw kufuatia kushindwa kwa timu hiyo kuvuka hatua ya 32 bora kwenye kombe la dunia kwa mwaka 2026. Thiaw aliyekinoa kikosi cha Simba wa Teranga tangu Disemba 2024 alishindwa kuiongoza Senegal kufanya vizuri katika mashindano hayo baada ya kupoteza mechi 2 za mwanzo za kundi dhidi ya Ufaransa na Norway. Hata hivyo, Senegal ilifufua matumaini kwa kuichapa Iraq mabao 5-0 katika mchezo wa mwisho wa makundi na kufuzu hatua ya mtoano kama moja ya timu bora zilizomaliza nafasi ya 3. Na kombe la dunia sasa limesalia na mataifa 4 tu tunapoelekea nusu fainali: Ufaransa, Uhispania, Uingereza pamoja na Argentina. Ufaransa dhidi ya Uhispania uwanja wa Dallas Jumanne. Kwa kuwa timu kali zaidi barani Ulaya zitakabiliana, mechi hii ina sifa zote ya kuwa fainali ya kombe la dunia. Kylian Mbappe alitawala vichwa vya habari tena, huku Ufaransa ikishinda Morocco kwa bao 2-0 na kufikia nusu fainali, akiifikisha jumla ya mabao 8 katika mashindano hayo na kuwa nyuma ya Lionel Messi kwa bao 1 tu katika kinyang'anyiro cha kuwa mfungaji bora wa kombe la dunia. Nguvu kubwa ya Ufaransa ni ubora wao uwanjani, huku Ousmane Dembele akifunga bao la ushindi katika robo fainali na kufikisha idadi ya mabao 5. Michael Olise ametoa cheche za ubunifu wa timu ya Didier na anaongoza mashindano hayo akiwa na pasi 5 za mabao. Ubora huo ni muhimu dhidi ya timu ya Uhispania ambayo iliwashinda Ufaransa bao 2-1 katika nusu fainali na kisha kushinda Euro mwaka 2024. Kuna hisia kwamba Uhispania ni bora zaidi. Kivutio chao kikuu ni Lamine Yamal ambaye bado hajaonesha makali yake kikamilifu katika kombe la dunia. Winga huyo wa Barcelona amefunga bao 1 tu dhidi ya Saudi Arabia katika hatua ya makundi. Mikel Oyarzabal aliyefunga mabao 4 ameshindwa kufunga katika mechi 2 zilizopita, hivyo kikosi cha Luis de la Fuente kilihitaji uingiliaji kati ya dakika za mwisho kutoka kwa mchezaji mbadala Mikel Merino ili kuwashinda Ureno na Ubelgiji katika raundi ya mtoano. Wakitaka kuongoza ushindi wa kombe la dunia mbali na ule wa 2010, Uhispania wanatumai Yamal ambaye atatimiza miaka 19 usiku wa kuamkia leo atatumia nusu fainali hii kuonesha uwezo wake zaidi. Hizi ni habari ambazo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo. Smart TV anasema vizuri sana. Asante sana Smart TV kwa ujumbe wako. Tuangalie sasa majibu ya swali letu hapa mjini YouTube, ambapo swali liliuliza FIFA kuongeza kombe la dunia, je, ni uamuzi sahihi? Majibu njoni, majibu yananigomea jamani. Okay, majibu hayo hapo. Kura zilizopigwa ni 10. Swali limeuliza FIFA kuongeza timu kombe la dunia ni uamuzi sahihi. 70% wamesema ndio, ni uamuzi sahihi, na waliosema hapana ni 30%. Kwa hiyo wengi wanaamini kwamba FIFA kuongeza timu kombe la dunia ni uamuzi sahihi.
Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale ilipogonga 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki hadi muda huu hapa. Tayari nimekusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya Jumanne ya leo, na hapa nimetoka kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Ikiwa leo ni Jumanne ya Julai 14 mwaka 2026, nukuu ya leo inasema kila changamoto ni darasa, sio mwisho wa safari. Nikusihi tu endelea kufuatilia Imba Nasi Radio. 3 kamili Tadei Cosmas atakuwepo hapa kwa ajili ya habari za michezo mpaka pale 5 kamili. 5 kamili nitarejea hapa kwa ajili ya kukusogezea kipindi cha Mambo Leo hadi 7 kamili. 7 kamili tutajiunga na DW Swahili kwa ajili ya kukusogezea habari na makala mbalimbali. Ila kwa sasa zimebakia dakika chache tu, 2:30 tutajiunga na RFI Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Hivyo usiache kuendelea kutufuatilia. Muda wote huu ulikuwa nami, langu jina ni Salome Mlai. Nakupenda sana. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.